Somo linasema muhuri wa Mungu na wale 144,000. 144,000. Kuna tafsiri nyingi sana kuhusiana na hawa 144,000 ambazo zimetapakaa si tu katika kanisa la Waadventista wa Sabato au watu wa imani ya Waadventista wa Sabato, bali hata kwingineko kote wanaoisoma Biblia, maana hii namba imeandikwa katika Biblia. Kuna tafsiri nyingi, lakini katika hizo nyingi zote kuna moja tu ambayo ni ya nini? Ni ya kweli. Na moja tu ambayo ni ya kweli. Sasa tuone kuhusiana na hawa 144,000 ni watu gani hawa? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, watakatifu hawa 144,000 ni kazi ya utiaji muhuri ya malaika aliyetajwa katika Ufunuo 7 mstari wa kwanza hadi wa 4. Hebu tusome Ufunuo 7 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Hapa kuna maneno ya kiunabii. Tuko pamoja eh? Kuna maneno ya unabii. Hawa malaika wanne wamesimama katika pembe kuu 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nini? Nchi katika unabii huo inawakilisha kama eneo ambalo ni eneo tu ambalo halina watu au lina watu wachache sana, kama ambavyo katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 11 yule mnyama mwenye mfano wa mwana kondoo alitoka katika nchi. Maana yake alitoka katika eneo ambalo lina watu wachache, kwa sababu bahari ni kama kinyume cha nchi. Bahari ni maana yake huwa inawakilisha watu wengi, katika kitabu kile cha Ufunuo 17 mstari wa 15. Kwa hiyo hapa malaika hawa wanazuia upepo. Upepo huo inamaanisha machafuko. Uko pamoja? Upepo unawakilisha nini? Machafuko hasa ya kisiasa ama ya kiutawala duniani, kama yale vita. Yesu alisema mtasikia vita na matetesi ya vita. Kwa hiyo huo ndio upepo unaozungumzwa. Sasa hawa malaika walizishikilia zile pepo, yaani machafuko yasiwepo maeneo ya watu ambao ni wachache, yaani nchi, usivume juu ya bahari, maeneo ya watu wengi, lakini pia usivume juu ya mti wowote. Mti huwakilisha watu, mtu yeyote mmoja mmoja. Yesu wakati anabebeshwa msalaba kwenda kule Kalvari, mule njiani alianguka mahali fulani. Kuna wanawake fulani wakawa wanamlilia, akawaambia, jililieni ninyi na watoto wenu. Kama wamefanya hivi kwenye mti mbichi, itakuwaje kwenye mti mkavu? Maana yake kumbe mti alikuwa anajizungumzia yeye, mti mbichi. Mti mkavu ndio sisi, ndio akina sisi. Sasa uko pamoja? Kwa hiyo kumbe mti mmoja mmoja malaika wanazuia upepo usivume, machafuko yasiwepo hata kwa mtu huyu
Sikiliza, kushikiliwa kwa pepo hizi maana yake ni kwamba Roho wa Mungu bado yupo, anaendelea kulinda amani ya dunia hii kwa wale wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu. Roho wa Mungu bado anatenda kazi kwao, kwa sababu laiti kama Roho wa Mungu angeondoka kabisa, wawe chini ya udhibiti kamili wa shetani, machafuko tayari haya, kungekuwa hakuna amani, maana shetani hana amani. Sasa mstari wa pili anasema hivi, Ufunuo 7 mstari wa pili, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Huyu malaika aliyepanda kutoka mawio ya jua anakuja, ana nini? Ana muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Mstari wa 4, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Watu 144,000. Kwa hiyo wakati malaika wale wanne wameshikilia dunia isije ikaingia katika machafuko, malaika mwingine anakuja, ameshikilia nini? Muhuri. Anawaambia wale malaika waendelee kwa muda kidogo, waendelee kushikilia nini? Amani, ili watumishi wa Mungu watiwe nini? Watiwe muhuri. Na idadi yao hao wanaotiwa muhuri ni wangapi? 144,000. Huwa kuna maswali ya kujiuliza kwamba hawa 144,000 ni akina nani? Ni namba halisi? Mtu akiangalia, mbona kama ni namba halisi ni wachache sana? Wengine wanasema ni namba ya mfano, ni namba ya mfano inayowakilisha watu wengi. Sasa sikiliza vizuri, hii namba ni halisi. Tuko pamoja? Hii namba ya hawa 144,000 ni halisi, kwa sababu kwenye kanuni za kutafsiri namba kwenye unabii, namba hii haiwezi kusemwa ni ya mfano ama inawakilisha watu wengi zaidi. Hata kama si namba halisi, lakini lazima iwe mule kwa maana ya kwamba iwakilishe idadi ambayo inahesabika, sio isiyohesabika. Kwa mfano, unabii wa siku 2,300, hizo sio siku halisi, si ndio? Lakini namba ni halisi. Inabaki kuwa miaka 2,000 na ngapi? Na 300 ile. Haya, siku 1260 ukibadilisha kwenda kwenye miaka, namba inabadilika? Haibadiliki. Majuma 70 nayo vile vile ukiyaleta katika uhalisia, majuma 70 sio wiki halisi, lakini bado ukiyaleta katika uhalisia wake kwa kutafsiri ile namba ya kiunabii, bado yale majuma 70, namba 70 haifanyi nini? Haibadiliki. Kwa hiyo hata kama imekuwa ni ya kiunabii, haiwezi kuwakilisha watu wasiohesabika. Lazima wawe tu ni wengi kuzidi hii namba, ila wawe wanafanya nini? Wanahesabika, iwe vile vile. Lakini sasa ukweli ni kwamba hii namba sio ya kiunabii, si namba ya kiunabii, sio idadi ya kiunabii. Tuko pamoja? Kwenye unabii sidhani kama kuna unabii
wa mtu mmoja anawakilisha watu kadhaa. Upo kwamba kama tunavyosema kwenye unabii wa siku kwamba siku moja kiunabii ni sawasawa na mwaka mmoja. Kwenye unabii napo kuna mtu mmoja anawakilisha watu kadhaa. Sijawahi kuona. Lakini pia hii namba kama ingekuwa ni namba ya kiunabii, Ellen G. White mjumbe wa Mungu angeielezea, lakini ameitumia katika maandiko yake kama ilivyo. Tuko pamoja? Hata mbinguni akielezea matukio ya mbinguni jinsi itakavyokuwa, anawaeleza kwa namba hiyo halisi 144,000. Kwa hiyo katika Ufunuo sura ya 7 ndipo walipotajwa hawa watakatifu, wanatiwa muhuri na malaika huyu aliyetoka mawio ya juu na akija na muhuri wa Mungu. Sasa swali la kujiuliza, muhuri ambao wanaupokea hawa 144,000 ni upi? Tumeona kwamba malaika wa Ufunuo, huyo malaika aliyetoka mawio ya jua katika Ufunuo 7, tunaona kwamba ndiye aliyekuja na nini? Na muhuri ya Mungu mkononi mwake, ili awatie watakatifu, na idadi atakayoikamilisha katika kutia muhuri ni 144,000. Sasa swali la kujiuliza ni hili: kazi yake ya kutia muhuri ilianza lini? Tuko pamoja? Kazi yake ya kutia muhuri ilianza lini? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu na roho ya unabii, malaika huyu wa Ufunuo 7 mstari wa 2 aliyeshikilia muhuri ya Mungu alianza kazi ya kutia muhuri mwaka 1844. Tuko pamoja wapendwa? Alianza kazi ya kutia muhuri mwaka 1844. Tunapojifunza kuhusiana na hii namba ya watakatifu au idadi ya watakatifu, hatujifunzi kwa sababu ili kuonesha jinsi gani ni watu wachache ambao Mungu anawahitaji katika dunia hii, au kwa ajili ya kukatisha tamaa watu, ila tunajifunza kulingana na vile ambavyo maandiko yamefanya nini? Yamesema. Ni kitu ambacho kimesemwa katika maandiko, na sisi tunapaswa tujifunze kama kilivyo, na tutaona hawa watu ni watu gani. Mwaka 1844 ndio mwanzo wa huyu malaika kuanza kutia muhuri, kuanza kuhesabu hawa 144,000. Ushahidi, tuangalie kuhusiana na nini? Na ushahidi. Katika ulimwengu tunaoishi, bila kutegemea neno la Mungu, naenda na maji. Bila kutegemea neno la Mungu unaenda na nini? Na maji. Ndio maana kuna sura katika kitabu cha Pambano Kuu kinasema neno la Mungu ni kinga. Kuna kila aina ya mafundisho katika dunia ya leo, unaenda na maji kabisa. Ushahidi tunaoenda kusoma ndio unathibitisha kwamba muhuri wa huyu malaika wa Ufunuo 7 aliyetokea katika mawio ya jua alianza kazi yake ya kutia muhuri mwaka 1844. Kitabu cha Shuhuda kwa Wachungaji na Watendakazi wa Injili, Testimony to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 444 aya ya 3 inasema, malaika mwenye nguvu anaonekana akipanda kutoka mawio ya jua au upande wa jua kuchomoza. Malaika huyu mwenye nguvu kuliko wote, ana muhuri wa Mungu aliye hai mkononi mwake, au wa yule pekee awezaye kutoa uzima.
ambaye anaweza kuchapa katika vipaji vya nyuso alama au maandishi ya kwamba nani atapewa kutokufa, uzima wa milele. Kwa hiyo muhuri wa Mungu unapogongwa, tuko pamoja wapendwa? Muhuri wa Mungu unapogongwa kwa mtu, maana yake ni kwamba huyo amethibitishiwa kutokufa. Tuko pamoja? Amethibitishiwa kutokufa au uzima wa milele, sio kutokufa hii mauti ya sasa hivi. Kutokufa katika ile mauti ya ngapi? Na milele. Ni sauti ya malaika huyu wa juu kabisa mwenye mamlaka ya kuwaamuru wale malaika wanne kuzuia pepo nne mpaka kazi hii ifanyike na mpaka atakapotoa wito wa kuziachilia. Kwa hiyo tunaona malaika huyu anafanya kazi ya kubainisha. Anafanya kazi ya kufanya nini? Anapogonga muhuri, maana yake ni kwa uzima wa milele. Huyo mtu aliyetiwa muhuri ni kwa uzima wa milele. Kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa wa 118 anasema, ndipo nikaona malaika watatu. Malaika wangapi? Malaika aliyekuwa pamoja nami alisema, kazi yake ni ya kutisha. Kazi yake ya kutisha nani? Yule malaika watatu. Utume wake ni wa kuogofya. Yeye ndiye malaika anayechagua ngano kutoka katikati ya magugu na kutia muhuri. Sikiliza. Katika Biblia tunajifunza jumbe za malaika wangapi? Watatu. Sasa yule malaika wa Ufunuo 7 mstari wa 2 aliyekuja kuwaambia malaika wengine wanne waendelee kuzishikilia zile pepo nne na alikuwa na muhuri wake, ndio malaika wangapi? Huu ujumbe wa malaika watatu. Huyo malaika watatu ndio ana nini? Ana muhuri, ndiye anayetia nini? Anasema, au kuifunga ngano kwa ajili ya ghala la mbinguni. Mambo haya yanapaswa kujaza kabisa moyo na kupewa umakini wote. Sikiliza. Anasema mambo haya yanatakiwa kuijaza mioyo yetu na umakini wote tuuelekeze kwenye zoezi hili la utiwaji wa muhuri. Tunawezaje? Tutaona kwa namna gani tutaweza. Muhuri wa Mungu. Tupo katika kipindi cha kutiwa muhuri wa nani? Unaobainisha nani kwa ajili ya uzima wa milele, nani ataukosa. Kwa kina nani? Kwa wale walio katika nyumba ya Mungu. Bwana pewe sifa. Kwa mujibu wa maneno ya Yesu, ngano na magugu vimo ndani ya kanisa. Na ndipo akawaambia wanafunzi wake, msitenganishe magugu na ngano, kwa sababu wao hawawezi kufanya hiyo kazi, kwa sababu magugu na ngano vinafanana sana. Vimo ndani ya kanisa. Na tunaona kazi hii ya malaika watatu ni kutenganisha magugu na ngano na kutia muhuri. Hivyo kazi hii ya kutenganisha magugu na ngano na kutia muhuri inafanyika ndani ya kanisa kwanza. Petro wa kwanza 4:17 na 18 inasema hukumu ya Mungu inaanzia wapi? Muhuri huu unaosemwa ni katika nyumba ya nani? Sio huko. Kwa hiyo katika nyumba ya Mungu, watu wanaoingia katika nyumba ya Mungu walioamini ukweli wa ujumbe wa malaika wangapi? Wanaingia katika kinyang'anyiro cha uzima wa milele. Wakati huo ni aidha uzima wa milele ama mauti ya milele.
Kwa hiyo tunalochagua hili tu, kama tunataka tuingie katika uzima wa milele, tunalochagua hili tu la kupokea ama kutiwa muhuri wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona yule malaika wa Ufunuo 7 mstari wa 2 aliye na muhuri ndio malaika wangapi? Kazi yake ni ya kutisha na utume wake ni wa kuogofya. Ndio maana katika kitabu hiki cha Testimony to Ministers and Gospel Workers amesema ni malaika mwenye uwezo kuliko wote. Kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa wa 88 aya ya 3 nasema, malaika alisema, malaika wa tatu anafunga katika mafungu au kuatia muhuri kwa ajili ya ghala la mbinguni. Sikiliza, ujumbe wa malaika wangapi ndio unaotangazwa na malaika aliyekuja na nini? Na muhuri katika Ufunuo 7. Na huyo ndio kazi yake, kutia muhuri. Kwa nini malaika watatu ndiye mtia muhuri? Kwa nini malaika watatu ndiye mtia muhuri? Ni kwa sababu muhuri ambao ni Sabato ndio msisitizo wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu unasemaje? Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 9. 14 mstari wa 9. Soma tu hata muhtasari, afu tuendelee. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema, sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika kitabu cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotoka. Ishi hapo. Kwa ufupi, ujumbe wa malaika watatu ukianzia mstari wa 9 hadi wa 12 unawaonya watu wasimsujudie mnyama na sanamu yake, wala wasiipokee chapa yake. Chapa yake ni nini? Mnyama. Ibada ya Jumapili ndio chapa ya nani? Kwa hiyo malaika watatu anasisitiza zaidi watu kutii amri 10 za Mungu. Ndio mstari wa 12 unasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hawa wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo malaika watatu anasisitiza utii kwa amri 10 za Mungu, hasa na hususani amri ya 4 ambayo ipo kinyume na chapa ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, chapa ya mnyama bado haijaanza, lakini muhuri wa Mungu tayari umeshafanya nini? Chapa ya mnyama haijaanza, ila muhuri wa Mungu ulishafanya nini? Kwa hiyo maana wale wataoshinda ile vita, maana yake watakuwa washatoa muhuri wote. Ndiyo maana yake. Kwa hiyo malaika watatu ana ule muhuri. Ujumbe wa malaika watatu una muhuri ndani yake ambayo ni nini? Ni Sabato. Tutaona baadaye kwa nini Sabato ni muhuri wa huyu malaika aliyeushikilia malaika huyu wa Ufunuo 7. Kwa nini Sabato ndio muhuri wa Mungu ambao watatiwa hawa 144,000. Bwana Yesu asifiwe. Utiwaji wa muhuri unafanyika katika kipindi cha siku halisi ya upatanisho. Bwana asifiwe. Utiaji wa muhuri unafanyika katika siku halisi ya nini? Ya upatanisho. Siku ya upatanisho, ukirejea katika kipindi cha Waisraeli wa zamani, kulikuwa na sikukuu ya upatanisho. Katika siku hiyo kuhani aliingia chumba cha ngapi? Kile cha patakatifu sana.
kwa ajili ya huduma ya kuondoa dhambi zote za taifa. Sasa sikukuu hiyo ilikuwa kivuli. Sikukuu hiyo ilikuwa kivuli cha kuhani mkuu Yesu kuingia katika chumba cha pili cha uombezi. Yesu Kristo aliingia katika patakatifu pa pili ama patakatifu sana, aliingia mwaka 1844. Na ndiyo nukuu tunayoenda kuisoma inasema, utiwaji wa muhuri unafanyika katika kipindi cha siku ya upatanisho halisi. Yaani maana yake kuanzia wakati Yesu alipoingia patakatifu pa pili, muhuri wa Mungu ulianza. Anasema ni wale tu ambao katika mtazamo wao mbele ya Mungu wanajaza nafasi za wale wanaotubu na kukiri dhambi zao katika siku kuu halisi ya upatanisho, ndio watatambuliwa na kuwekwa alama kuwa wanastahili ulinzi wa Mungu. Bwana asifiwe. Majina ya wale wanaotazama kwa uthabiti, wakisubiri na kuangalia kutokea kwa Mwokozi wao kwa bidii na matamanio zaidi kuliko wale wanaosubiri asubuhi, yatatajwa pamoja na wale wanaopigwa muhuri. Tuko katika kipindi ambacho ni cha siku ya upatanisho ya zamani. Kipindi hiki ni cha kuondoa dhambi zote, na muhuri wanapigwa wale tu ambao wanaonyesha utii kwa amri zote ngapi? 10. Maana wito wa malaika yule wa tatu ni kuzitii amri za Mungu. Katika Ufunuo 14 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Wanaonesha utii kwa amri 10. Ndio wanaopigwa muhuri huu wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema hivi, ukiitunza Sabato kwa usahihi, huwezi ukashindwa kutii amri zingine zote. Maana hapa ndipo kilipo chanzo cha nguvu. Kwa hiyo muhuri unaendelea katika kipindi hiki ambacho Yesu yuko wapi? Patakatifu sana. Hebu tuangalie sasa muhuri huu ni nini? Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Ufunuo 14 mstari wa kwanza inasema hivi: kisha nikaona natazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Hapa katika Ufunuo 14 mstari wa kwanza imesema kwamba muhuri walionao hawa 144,000 ni jina la Yesu na jina la baba yake. Tuko pamoja? Muhuri walionao katika nyuso za vipaji vyao ni nini? Ni jina la mwana kondoo na la nani? Na jina la baba. Sasa tuone huu ni muhuri gani wa jina? Kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 452 anasema muhuri wa sheria ya Mungu unapatikana katika amri ya 4. Muhuri wa nini? Wa sheria ya Mungu unapatikana katika amri ya ngapi? Ya 4. Wakati Sabato ilipobadilishwa na mamlaka ya kipapa, muhuri huo uliondolewa katika sheria. Wanafunzi wa Yesu wanaitwa kuurejesha kwa kuinua Sabato ya amri ya 4 hadi mahali pake panapostahili kama ukumbusho wa muumba na ishara ya mamlaka yake. Kwa hiyo muhuri huu uliotajwa katika Ufunuo 14 mstari wa kwanza wa jina la mwana kondoo na la baba katika nyuso za watakatifu hao 144,000, muhuri huo wa jina ndio Sabato. Tuko pamoja? Muhuri huo ndio nini? Ndio Sabato. Sasa mtu atajiuliza,
Sasa Sabato ndio jina. Sabato si ni amri. Sabato ni jina. Tuone kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 307 aya ya pili. Inasema amri ya 4 ni amri pekee katika zote 10 ambayo ndani yake vinapatikana jina na cheo cha mtoa sheria. Kwenye amri ya ngapi? Ni amri pekee katika zote 10 ambamo ndani yake kuna nini? Kuna jina la mtoa nini? Mtoa sheria ni nani? Mungu mwenyewe. Ni Mungu Baba na Mwana. Mungu Baba na nani? Na Mwana. Kwenye nukuu hii, hebu tuisome tuone mtoa sheria ni Baba na Mwana. Tuone pale Sinai ni nani alizitoa hizi amri 10. Kitabu cha Historical Sketches ukurasa wa 231. Unaweza ukapata pia kwenye kitabu cha Evangelism ukurasa wa 616 aya ya 3. Anasema walipofika Waisraeli katika Sinai, Waisraeli walipofika katika Sinai, Mungu alichukua nafasi hiyo kuwakumbusha tena akilini mwao madai ya mapenzi yake. Kristo na Baba wakiwa wamesimama bega kwa bega juu ya mlima kwa ukuu wa kutisha, walitangaza amri 10. Kristo na nani? Na Mungu na Baba. Na Baba kwa bega walikuwa wamesimama pale Sinai wakitangaza amri 10. Halafu Sabato imetajwa ndani yake, ina jina la mtoa nini? Mtoa sheria. Mtoa sheria ni Kristo na nani? Halafu Ufunuo 14 mstari wa kwanza imesema wale 144,000 wana jina la nani? La mwana kondoo na jina la nani? La baba yake. Umeona huo muunganiko? Kitabu cha SDA Bible Commentary ukurasa wa 980. SDA Bible Commentary volume ya 7 ukurasa wa 980 inasema katika matokeo ya pambano kuu makundi mawili yanaonekana: wale wanaomsujudu mnyama na sanamu yake na kuipokea alama yake, na wale wanaopokea muhuri wa Mungu aliye hai, ambao wana jina la Baba limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikilizeni niwaambie. Chapa ya mnyama si tunasema kwamba haijaja bado, lakini katika nyumba ya Mungu chapa ya mnyama ilishaanza wakati tu ujumbe wa malaika watatu ulipoanza. Tuko pamoja? Chapa ya mnyama ilianza kwa walio ndani ya nyumba ya Mungu tangu ujumbe wa malaika watatu ulipoanza kufanya nini? Kutangazwa. Kwa sababu iko hivi, chapa ya mnyama ni kinyume na muhuri wa nani? Anayeuamini na kuupokea na kuishi ujumbe wa malaika watatu, maana yake amekimbia chapa ya nini? Na anaye ukataa ujumbe wa malaika watatu au anauamini na kuupokea asiuishi, ni sawa na aliyepokea chapa ya nini? Chapa ya mnyama kwa Waadventista wa Sabato ndani ya kanisa la Mungu ilishaanza muda mrefu. Tuko pamoja? Ndio maana muhuri wa Mungu upo katika nyumba ya Mungu kubainisha nani kwa ajili ya uzima wa milele, nani ambaye hapokei ule muhuri, maana yake huo ni kwa ajili ya nini? Ya mauti ya milele. Kuna nukuu moja inasema kwamba Shetani anafanya kazi kuwasahaulisha watu Waadventista wa Sabato ili wacheze katika kipindi hiki cha kutiwa muhuri. Na muhuri wa Mungu wafanye nini? Wapite. Na chapa ya nyama ikija, yani automatically wanajisalimisha tu, ni wa kuipokea. Tayari walishaukataa ujumbe wa malaika watatu huku waliousikia. Sikiliza, ujumbe wa malaika watatu una mambo mengi ndani yake.
ikiwemo mfano matengenezo ya afya. Tunapoandaliwa kimwili, kiakili na kiroho, Mungu anatuambia kuleni hiki, msile hiki. Anatutakasa ili tuweze kufaa kwa ajili ya uzima wa milele, na anatuandaa ili kwamba jaribu hili la Jumapili hata likija kesho tuwe washindi. Tuko pamoja? Unaona kina Daniel na Meshaki na Abednego, ushindi wao waliuandaa mapema. Ushindi wao hawakutafuta wakati wa jaribu. Wanapewa sifa. Ushindi wao hawakuuandaa wakati wa nini? Kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 480 kinasema hivi, kinazungumzia kuhusiana na hukumu ya upelelezi. Tuko pamoja? Hukumu ya upelelezi ilianza mwaka 1844. Na katika hukumu hiyo ya upelelezi, majina yanakubaliwa na majina yanafanya nini? Yanakataliwa. Maana yake kwa yule ambaye jina lake linakataliwa, ameukataa ujumbe wa malaika wangapi? Huyo ni sawa na aliyepokea chapa ya mnyama. Anayepokea yule ambaye jina lake linakubaliwa, huyo ndiye ambaye anafaa kutiwa nini? Sikiliza, hukumu ndani ya nyumba ya Mungu inafanyika sasa hivi. Maamuzi katika patakatifu pa mbinguni ya wewe kupata uzima wa milele ama kutokuupata, kwamba umeshindikana, yanafanyika sasa hivi. Kitu ambacho hatuwezi kujua tu ni kwamba mimi jina langu lilishasoma, hukumu ishapita ama bado. Lakini hatupasi kukata tamaa. Tunapaswa kumng'ang'ania Yesu, maana huyo ndio uponyaji wetu. Na mashtaka yetu pale patakatifu yatakaposomwa, tutashinda kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwa ninasikitika ninapoona Waadventista wa Sabato waliovulukwa na machafuko ya mafundisho ya ulimwengu huu. Wanasema muhuri bado haujaanza. Yaani utimilizo wa ile nukuu inayosema Shetani anacheza na akili za Waadventista wa Sabato ili wacheze muda huu wa kutiwa muhuri, ili muda wao ufanye nini? Waishie. Ndio utimilizo wa onyo hilo ambalo dada White alilitoa. Ni kweli watu wanafungwa macho waone muhuri bado uko wapi? Uko mbele. Ili muda huu majina yao yakisomwa mbinguni waonekane hawafai, hawajiandai. Hivyo najua ndio maana Yesu alisema hivi, hamjui siku wala nini. Kwa nini hakusema hamjui mwezi wala mwaka? Kwa sababu hukumu ya Mungu kwa mtu fulani inafanyika ndani ya saa hii, ndani ya siku hii. Tuko pamoja? Kwa hiyo inampasa kila mtu kujiandaa kila saa na kila siku. Maana huyu mtu anayesema amhuri bado, huyo atajiandaa kwa kila saa, huyo atajiandaa kwa kila siku. Bwana tusaidie sana. Tupo katika wakati wa kupokea chapa ya mnyama ndani ya kanisa au kupokea muhuri wa nani? Yaani ukikosa muhuri wa Mungu upo ndani ya kanisa la Mungu. Ukikosa muhuri wa Mungu, maana yake chapa ya mnyama ikija, wewe utaipokea. Yaani hutaenda upande mwingine wote. Utaenda upande wa nini? Wenye kuchagua muda huo ni wale ambao hawakusikia ujumbe wa malaika wangapi? Ila wewe ambaye uliusikia, muda wako wa kuchagua ni sasa. Kwa hiyo Sabato inasimama kama muhuri wa Mungu ulioanza wakati Yesu alipoingia chumba cha pili cha patakatifu. Chumba cha pili cha patakatifu kuna sanduku la agano.
Sanduku la nini? Sanduku la agano kuna nini ndani? Kuna fimbo ya Haruni. Nyingine nini? Amri 10. Mbao 2 za mawe. Na kingine nini? Kopo la mana. Kopo la nini? Amani. Katika zile mbao 2 za mawe ndio amri 10 ambazo zina muhuri ndani yake. Muhuri huo ndio Sabato. Kwa hiyo Yesu anapoingia patakatifu, patakatifu ni sehemu ambayo patakatifu ndio sehemu ambayo kulikuwa na kiti cha enzi cha Mungu mwenyewe. Tuko pamoja? Ndio sehemu ambayo hata kuhani angeingia vibaya, angefia kule. Maana ndio mahali ambapo Mungu mwenyewe yupo. Vivyo hivyo kama ambavyo kuhani alitakiwa kujitakasa asiende na dhambi hata moja, ndivyo ambavyo sisi leo kuhani Yesu akiwa pale na sisi tunatakiwa kutokuwa na dhambi hata hii. Kutokuwa na dhambi hata hii. Watu wengine huwa na washangaa wanasema kuna wakati unakuja ndio ambao hatutakuwa na nini? Na dhambi kabisa. Yaani huyo mtu anajiweka katika hatari kubwa sana. Maana yake akitenda hata dhambi anajifariji kwamba wakati huu ni muda wa kutenda dhambi. Hata nikitenda dhambi hamna nini? Hamna shida. Muda unakuja ambao nitakuwa na uwezo zaidi. Maandiko yanasema hivi. Wakati Yesu amehama kutoka chumba cha kwanza, ameingia chumba cha pili. Ameingia chumba cha ngapi? Cha pili. Waumini wake duniani walitakiwa kumfuata kwenda naye pamoja chumba cha ngapi? Cha pili. Chumba cha pili kuna utakatifu ambao waumini wanaoamini nuru ya patakatifu wanatakiwa kuwa na utakatifu ule. Na ukiwa na utakatifu ule wanagongwa nini? Wanagongwa muhuri wa nini? Wa Mungu wa Sabato. Muhuri wa Mungu wa Sabato. Maana maandiko yanasema mtu atii muhuri kwa sababu anatunza Sabato tu. Tena Sabato yenyewe haitunzi kwa usahihi na anaivunja. Anatiwa muhuri kwa sababu ameonekana ni mwaminifu kwa amri zote ngapi? 10. Sikiliza. Malaika huyu wa Ufunuo 7 mstari wa 2 na huyu malaika anayetangaza ujumbe wa malaika watatu ni malaika mmoja, ndiye anayetutia muhuri, anayetia muhuri watu watakatifu wa Mungu ndani ya nyumba ya Mungu tangu mwaka 1844 na anaitafuta hesabu hii ya 144,000. Mungu atusaidie sana ili tuwe miongoni mwa hao wenye nini? Wenye muhuri. Narudia tena hii point ya msisitizo kwa Waadventista wa Sabato ambao wanajisema wao wanatangaza ujumbe wa malaika watatu. Maana yake tayari kwao onyo la kutokumsujudia mnyama na sanamu yake limefanya nini? Limetolewa na limesikika kwao. Wanatakiwa kufanya uchaguzi wa kutii amri 10 za nani? Wakishindwa kuzitia amri 10 za Mungu hawatapokea muhuri. Wasipopokea muhuri, maana yake moja kwa moja wanahesabika wamepokea chapa ya nani? Hata wakifa kabla ya chapa ya mnyama kuja wanahesabika wamepokea chapa ya nani? Mungu ametupatia nuru kuu ambayo kupotea ni maamuzi yetu, na tunapaswa kuwa makini, yaani kuliko kawaida. Kuna swali mpaka hapo? Hivi ujumbe wa malaika watatu. Hivi ni nini na nini? Ujumbe wa malaika watatu, kiini cha ujumbe wa malaika watatu ni Ufunuo 14:12 inayosema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Huo ndio ujumbe wa malaika watatu. Anawahimiza watu kufanya nini? Kuzitii amri za nani? Na kumwamini nani? Ndio maana Waadventista wa Sabato ndio tunaotakiwa kuhubiri
kuwajuza watu sheria ya Mungu, lakini pia kuwajuza pia imani ya nani. Ndio maana tuna somo moja la muhimu la haki ya Kristo ama kuhesabiwa haki kwa imani. Hilo ni somo ambalo ni ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Na ndio ujumbe wa kilio kikuu, haki ya Kristo. Ujumbe wa malaika watatu unahimiza watu wamtii Mungu, watii amri za Mungu. Wakitii amri za Mungu watakuwa wameepuka chapa ya nani? Angalia jambo moja, uthibitisho zaidi wa kwamba muhuri wa huyu malaika wa tatu ulianza mwaka 1844 kwenye kitabu hiki cha manuscripts ya 173 ya mwaka 1902 au Bible Commentary volume ya 4 ukurasa wa 1161. Anasema mara tu watu wa Mungu watakapotiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao, si muhuri au alama inayoweza kuonekana, bali ni kusimama imara katika ukweli. Ni kusimama imara katika nini? Katika ukweli. Kwa hiyo ukisimama ukweli, ndio sheria ya nani? Na imani ya nani? Yesu. Ukisimama katika hiyo kweli, ndio sasa Sabato inatumika kukufanyaje yeye? Kufanya kupiga muhuri. Bali ni kusimama imara katika ukweli kiakili na kiroho, kiasi kwamba hawawezi kuondolewa mara tu watu wa Mungu watakapotiwa muhuri na kuandaliwa kwa kutikisika. Kwa kuandaliwa, pepeto litatokea. Uko pamoja? Sasa sikiliza, hii nukuu inavyosema inaeleza mambo ya muhimu sana. Muhuri huu sio alama inayoweza kuonekana, bali ni kusimama imara katika ukweli, kiakili na kiroho. Umeona haya mambo? Kiakili na kinini? Na kiroho. Matengenezo ya afya ni ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Unaowahitaji watu wawe na akili ya asili, ile ambayo wameikusudia. Akili hiyo itawafanya hata ukiroho wao uwe imara. Tuko pamoja? Tunao mfano wa kina Daniel. Walipopimwa kwa siku tu zile 10. Walipokuja kupimwa, walionekanaje na hao wengine? Wakazidi mara. Neno la Mungu likisema huwa halitanii. Unajua kuna watu wengine hao wanaosema ushauri. Matengenezo yake ni ushauri tu wa Mama White, wala hamna lazima. Naonea huruma hao watu kwa sababu neno la Mungu yote ndani ya Biblia ni ushauri. Sasa ili uone ushauri huo ni wa lazima, usimfuate. Kwani kuna mtu Mungu anamlazimisha? Si anamshauri. Yaani yeye anachoshauri ni kwamba anakuwekea uzima, mema na uzima, anakuwekea na mabaya na mauti. Anakuwekea wewe mwenyewe ufanye nini? Uchague. Halafu katika uchaguzi yeye anachokufanya ni kukushauri. Chagua nini? Uzima. Amekushauri. Sasa usichague uzima, uone kama utapona. Kwa hiyo hata kama ujumbe wa afya ungekuwa ushauri, hebu angalia una umuhimu kiasi gani ndio ujue kwamba huu ni ushauri tu wa kutania ama ni ushauri ambao nisipoufuata nitapoteza wokovu. Ujumbe wa afya unaweza, tusipouzingatia tutakosa muhuri wa nani? Mwisho wa siku tutapokea chapa ya nini? Yaani lizingatie hilo, tulizingatie hilo wapendwa. Sisi katika nyumba ya Mungu tukikosa muhuri wa Mungu, kinachofuata ni kupokea chapa ya nini? Maana yake tumeupinga, tumeanza kupokea ujumbe wa malaika watatu, tumeupinga, tumekataa, hatujauishi. Sasa chaguo linakuwa upande wa pili tu, hakuna njia pana. Anasema kitu kingine, mara tu watu wa Mungu watakapotiwa muhuri na kuandaliwa kwa ajili ya kupepetwa, kutatokea. Anasema kwa kweli
tayari pepeto limeanza. Uko pamoja? Hukumu za Mungu sasa ziko juu ya nchi, kutupa onyo ili tuweze kujua kile kinachokuja. Muhuri wa Mungu uko kwa ajili ya kuwafanya watu wa Mungu wastahimili kupepeta. Tunajua kufanya hivi ama hivi, lakini hivi zaidi. Unapopepeta hivi, vile vinani vyepesi vinaenda na upepo, lakini vile vizito vinakuja vinarudi. Sasa iko hivi, pepeto, wale mtu mwenye muhuri wa Mungu kwenye pepeto anaongezewa uzito. Ni kama hindi lililoongezewa nini? Likipepetwa hivi litaenda na upepo, litaenda na kurudi kwenye umbo pale pale, linarudi pale pale, kwa sababu lina uzito wa ule muhuri. Tuko pamoja? Kama huna muhuri, huwezi ukategemea akili zako. Ukitegemea akili zako utapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pepeto nalo lilianza na ujumbe wa Laodikia. Ujumbe wa Laodikia umeanza lini? Mwaka 1844. Ujumbe wa Laodikia umeanza 1840 na ngapi? Na pepeto linaanzia wapi? Pale pale. Na muhuri unaanzia wapi? Pale pale, ili kuwalinda watu wasipeperushwe na pepeto. Muhuri ulianzia pale pale pepeto linapoanzia, ili kuwalinda watu wa Mungu wasipeperushwe, wabaki katika uimara, katika ile kweli. Laodikia maana yake nini? Laodikia ni kipindi hiki cha mwisho tunachoishi. Kinaitwa Laodikia kwa sababu ni kipindi cha hukumu. Tutapata muda mwingine wa kujifunza historia ya makanisa saba. Kwa pamoja tuone Laodikia maana yake nini kwa kipindi cha nyuma, ni kanisa gani lilikuwa na tabia gani, alafu na kipindi hiki cha mwisho Laodikia maana yake ni nini. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba kwa kipindi chetu hiki Laodikia inamaanisha watu walio katika hukumu. Tuko pamoja? Hukumu ya upelelezi iliyoanza mwaka 1844. Ndio maana tunasema hata kipindi hiki kilianza mwaka 1844 na pepeto lilianzia hapo. Na muhuri ulianzia hapo, kwa kutangazwa kwa ujumbe ule wa malaika watatu, na malaika watatu ndio mtia muhuri. Tuko pamoja? Kwa hiyo ujumbe wa Laodikia ulioandikwa katika Ufunuo 3:14 na kuendelea, utaona kuna pepeto pale. Ilianza wakati kipindi kilipoanza, na muhuri ulianzia pale ili kuwalinda waaminifu wa Mungu wasipepetwe nje. Bwana Yesu asifiwe. Bila tena kwenye Jumapili. Kuna pepeto zinazotokea. Pepeto linaendelea mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema. Kuna wengine wao wanasema kwamba pepeto ni sheria ya Jumapili. Sio kweli. Sio? Mawazo hayo ya kusema pepeto litakuwa kwenye sheria ya Jumapili na sasa hakuna pepeto ni mawazo ya shetani ili kuwafanya watu walizike. Yaani walizike katika hali yao waliopo sasa hivi. Pepeto lilianza mwaka 1844. Yaani pepeto yaani kuna tafsiri ambazo huwa zinaweka limit. Tuko pamoja? Huwa zinaweka mipaka ya pepeto, wakati kwenye maandiko hakuna huo mpaka wa pepeto. Tuko pamoja? Hata hapa tuko kwenye pepeto. Pepeto maana yake ni kupimwa. Wewe imani yako imesimama kweli? Tukikutwa na ghasia yoyote ile inayotupima kinini? Kiimani, utasimama? Kwa mfano, mwaka 1888 pepeto lilikuja ndani ya kanisa. Ujumbe wa haki ya Kristo ukatangazwa. Wengine wakaukubali, wengine wakafanya nini? Wakaukataa.
Maandiko yanasema watu walimtukana Roho wa Mungu. Na nukuu zinasema kabisa kwamba ile ndio aliandika kuna wengine hawatarudi. Wangeenda moja kwa moja kupotea kwa sababu ya kukataa fundisho la haki ya nani? Pepeto lilitokea. Vita ya kwanza ya dunia, pepeto likatokea. Watu wanaendelea kuiacha nini? Imani, na wengine kuendelea kusimama. Kwa hiyo sheria ya Jumapili ni pepeto la mwisho ambalo sasa litahusisha dunia yote, sio tu ndani ya nini? Ya kanisa. Pepeto zaidi linaendelea ni ndani ya nini? Ile hiyo sheria ya Jumapili ni pepeto la dunia yote. Yaani pepeto la dunia yote linapofanyika, yaani kwa 90% na kitu, pepeto la ndani ya nyumba ya Mungu limeshafanya nini? Limeshamalizika. Kwa hiyo sasa, ili kuwafanya waaminifu wa Mungu wadumu ndani ya ile imani, waaminifu wa Mungu wanatiwa muhuri tangu pepeto lilipoanzia mwaka 1844. Kitabu cha maandiko ya awali ukurasa wa 58 aya ya pili kinasema, wakati wa kutiwa muhuri ni mfupi sana na utakwisha hivi karibuni. Sasa ndio wakati malaika wanne wanazuia pepo nne wa kufanya wito na uteule wetu kuwa wa hakika. Huu ndio muda wetu wa kufanya wito na uteule wetu kuwa wa hakika. Hadi maandiko ya awali yameandikwa miaka ya awali kabisa huko Waadventista ndio unaanza. Anasema Ellen G. White anasema muda wa kutiwa muhuri ni mfupi. Unajua Ellen G. White na waasisi wengi wa awali walikuwa wanaamini Yesu atakuja mapema sana hata kipindi chao. Kwa pamoja. Kwa walikuwa Ellen G. White aliona kwamba muda wa kutiwa muhuri unafanya nini? Unaendelea na ni mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tangu mwaka 1844 tunaye malaika anayetia muhuri. Ni malaika yupi? Wewe mwenye muhuri wa Mungu. Ni malaika wangapi? 3. Ndiye anayehusika na ujumbe wa malaika wangapi? 3. Kwa nini anatia muhuri? Ndiye anayehusika na muhuri. Kwa sababu ndani ya ujumbe wake kuna muhuri ambao ni nini? Ni Sabato iliyo ndani ya sheria ya Mungu. Maana yeye anawahimiza watu kutii amri 10 za Mungu. Muhuri wake ni huu. Tunayemtia muhuri mmoja. Muhuri wake ni huu ambao ni nini? Ni Sabato. Hakuna muhuri mwingine. Huo ndio unaodhihirisha mamlaka ya Mungu. Na ndio unaotangaza kwamba ndiye aliyeumba mbingu na nini? Na nchi na vyote vilivyomo. Hesabu ya wanaotafutwa ni 140 na ngapi? 140 na ngapi? Tangu mwaka 1844 wanatafutwa hao ndani ya nyumba ya nani? Ya Mungu. Sio kote, ni ndani ya nyumba ya nani? Ya Mungu. Maana maandiko yanasema, hebu tusome haya maandiko. Petro wa kwanza 4:17 inasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Mwisho wao utakuwaje? Mungu ni upendo sana. Yaani muda wa kutia muhuri watu wake hawa ambao 140 anawatafuta. Muda wa kutia muhuri ameweka kuwa muda mrefu sana. Kibinadamu tunaona muda mrefu sana. Kwake yeye anaona ni muda mfupi sana. Tuko pamoja? Ni muda mfupi sana.
ila sisi tunaona ni muda mrefu kwa sababu ya miaka hii tunaishi miaka michache. Ameweka muda mrefu ili awapate hawa watu wanaotiwa muhuri ndani ya kanisa lake. Sheria ya Jumapili itadumu ndani ya muda mfupi sana. Unalielewa hivi? Ndani ya muda mfupi mno. Na mlango wa rehema unafungwa. Yaani sheria ya Jumapili ilitangazwa tu. Yaani mlango wa rehema hauna muda mrefu. Ni muda mfupi sana unafungwa. Angalia sasa, hili fungu ndio linaeleza sasa kwamba na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili utakuwaje? Yaani muda wao ni mngapi? Ni mchache sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Ni kweli ni mambo magumu. Kama mwenye haki anaokoka kwa shida, wewe utaokokaje sasa mwingine ambaye unakuta yule ambaye unamwamini ana pesa nyingi, anaumwa, pengine shida fulani, umefika hospitalini, amejishika tama, anasema nimeambiwa hela nyingi, nimeambiwa bili kubwa sana. Halafu na wewe unauma ugonjwa ule ule. Lazima utajiuliza. Yaani kama amejishika tama huyu na anazo hela nyingi, anauma ugonjwa ule ule kama naoumwa mimi. Mimi sasa sinirudi tu nyumbani hata nisiulize hata bei huko ndani. Nisiulize kwa sababu huyu ana mamilioni. Mimi hata laki haifiki. Nimekuja na 50,000 hapo. Maana ni kwamba unaweza ukakata tamaa. Lakini Yesu Kristo yuko upande wetu. Kama tukimng'ang'ani, hamtupi mtu. Yeye ndiye tunamtupa. Hamtupi mtu, yeye ndio tunamfanya nini? Tunamtupa. 144,000 walivyoelezwa na maandiko matakatifu watakavyokuwa hata mbinguni sio mchezo, kwa vigezo vilivyowekwa ili kupata muhuri wa Mungu. Sasa si ajabu kwa qualification wanazotakiwa kwa pamoja, lakini si kwa nguvu zetu. Kwa nguvu za nani? Maandiko yanasema na yaweza yote kwa yeye anitiaye nini? Anitiaye nguvu. Sisi tuna bahati kusikia ujumbe huu wa malaika wangapi? 3. Yaani tuna bahati kwa maana ya kwamba namba ile kumbe bado haijafanya nini? Haijatimia. Kwa hiyo tuna uwezo, tunayo nafasi ya kufanya maamuzi. Sikiliza, narudia tena. Sisi kwetu sisi tuliousikia ujumbe huo malaika wangapi? 3. Tuko kwenye uchaguzi wa kupokea chapa ya mnyama ama muhuri wa Mungu, kama ambavyo hawa ambao hawajausikia sasa ujumbe wa malaika watatu itakavyokuwa kwao baada ya sheria ya Jumapili kufanya nini? Kipindi hicho kwao ndicho tulichonacho sisi leo. Kwa hiyo hatupaswi kuona ujumbe wa malaika watatu kama kitu cha mchezo. Hatupaswi kukiona kama kitu cha mzaha, kwamba hata nisipoishi huu ujumbe basi kuna nafasi nyingine ya kuokolewa. Haipo. Karibu. Wale ambao hawamjui Mungu, hawajui ujumbe wa malaika watatu. Siku ile ya Jumapili watakuwa kama hivi tunavyotafuta Amerika kupambana na kujua ukweli zaidi.
Yaani wao muda huo ndio utakuwa muda wa kuchagua. Tuko pamoja? Ndio muda wa kufanya nini? Wa kuchagua. Wasiojua sheria ya Mungu, wasiojua habari za ujumbe wa malaika watatu. Sheria Jumapili ikitangazwa, ndio sasa wana nafasi ya kufanya nini? Ya kuchagua, kupokea chapa ya mnyama ama nini? Muhuri wa Mungu. Ni viwili tu. Machaguo ambayo sisi leo tayari tunayo. Ukishindwa kupokea muhuri wa Mungu, automatically hata ukifa kabla ya sheria ya Jumapili unakuwa umehesabika, umeipokea chapa ya nani? Ya mnyama. Au ukiishi ukafika kipindi hicho, automatically utaipokea. Bwana Yesu asifiwe. Tumuombe Yesu, jemadari wa vita, atusaidie na atushindie safari hii. Safari hii sio ngumu, ila sisi tu ndio tutaleta nini? Ugumu. Ila tukimshikilia Kristo tutaweza kufika, na hatimaye tutatajwa kuwa katika ile hesabu ya waliotiwa muhuri 140 na ngapi? Mungu abariki somo hili kwa jina la Yesu. Amen. Anatusihi, atuita kwa upole, usikawie rafiki, miaka